nilikuwa nikitembea sana kwa ulevi. Nilikuwa mlevi sana, na ulevi huo ulikuwa unasababisha nyumba yangu isiende vizuri, watoto waniogope, mke wangu aniogope, pia na majirani walikuwa wanasababisha kuniogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipokuwa wananiogopa, maana nilikuwa sio mtu tena, nilikuwa kama ni jini. Na nilikuwa na ndevu, zilikuwa ndefu hadi kifuani. Nilikuwa na msuko ambao hata kama nikinyoa, nilikuwa na uacha kichwani, ambao ni msuko mmoja ambao umerefuka. Nilikuwa na ufunga ushanga mweupe, na nilikuwa navaa ushanga shingoni mwingi. Na mtu ambaye hata kama ananitambua alikuwa na shangaa na kuniogopa kwa ajili ya kazi hiyo ambayo ilikuwa imenifikisha mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi watu wakawa wanamuuliza mke wangu, wewe unaishi na yule baba, kwa nini usitoke uende kwenu? Na yule mama alikuwa na wajibu ya kwamba mimi labda ndo msalaba wangu, nitavumilia hivyo hivyo. Maana alikuwa ni msali, alikuwa naabudu, alikuwa anasali katika kanisa la Efeso Baptist Church, Irugu, kanisa la Polini kijijini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baadaye hilo kanisa liliendelea, mwisho likawa safi. Ni karibu ya kanisa la Katoliki Romani ambapo kanisa hilo lilipokuwa. Basi watumishi wa Mungu walikuwa wananitembelea, lakini walikuwa wananitembelea kwa oga sana. Lakini mimi nikawa nawaambia, hamna shida, nyie fanyeni kazi ya kwenu, mimi niacheni nifanye kazi ya kwangu. Ilikuwepo muda mwingine watumishi wa Mungu walikuwa wananiambia, wewe okoka. Nikawaambia kwamba mimi nitaokoka Mungu atakapokubali, ila kwa sasa hivi hakuna ambaye ninayemkuta kwake kumnyang'anya hela au kumuibia. Wao wananikuta kwangu, halafu na shughuli zao zinaenda. Hapo mtumishi wa Mungu alikuwa anasema, ni kweli hujaiba, lakini sasa jaribu kuendelea kuwa unajaribu, baadaye uokoke, ubadilishe maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wakati huo niliendelea kufanya kazi ya uganga. Nilikuwa natembea hata mapolini, tukikutana na mtu ambaye ni asili ya gemu, alikuwa hanipati kwa sababu nilikuwa na dawa ya kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Basi kipindi kimoja nikaenda kuagua maeneo ya Uturuwankoko kukielekea maeneo ya Kariwa mapolini. Nikaenda nikaagua mzee mmoja. Nilikuta huyo mzee ana mtoto wa kike ambaye aliolewa na mume wake hapo hapo kwenye mji huo. Basi nilipofanya kazi yangu hiyo ya uganga, majini yakaona kwamba huyo kijana aliyeoa hapo, basi yule mke wake aliyemwoea hapo, baba yake na yule binti alikuwa ni mgonjwa. Na yule mtoto, basi baba yake alipokuwa mgonjwa, mume wake ambaye ni mkulima wake na huyo mzee ambaye alikuwa ni mgonjwa, akawa naita waganga wa kienyeji. Waganga hao wakaja wakamtibu, lakini walipomtibu wakirudi walikuwa hawarudi. Kumbe yule mkulima wake anaenda kutoa hela kwa wale waganga, walikuwa hawarudi tena. Basi siku moja mzee mmoja akawa anapita anatafuta pumba. Alipokuwa anatafuta pumba, basi akamwona yule mzee anaumwa. Akamwambia kwamba, mzee vipi, mbona unaumwa? Akamwambia, mimi nimeumwa siku nyingi, nikileta mganga hapa ananitibu lakini hawarudi tena. Huyo mzee akamwambia, nitakuletea mganga mmoja, anakaa maeneo ya Ikonongo Uliankuru Road 38. Basi siku moja huyo mzee akanipeleka, nikaenda pale nikapiga ramli. Nilipopiga ramli,